Bwana asifiwe. Na kusalimu kwa jina la Bwana Yesu. Ndio, ni siku nyingine ambayo kwa neema ya Mungu tumekutana tena, maana Biblia inasema kwa Mungu siku moja ni kama miaka 1000. Kwa hiyo tangu Jumapili leo kama siku ya 3, kwa ni kama miaka 3000, lakini ni siku 3. Na leo tunaendelea siku ya mafundisho. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu unayetupenda, unayetukumbusha kile itwa leo, na leo tena tumekusanyika mbele zako ili tusikie kutoka kwako, ili utufundisha, ili utuhekimisha, ili ututengeneze, ili utuchonge Bwana, utuponde, ituwe laini, mioyo ya nyama inaosikia, inaofundishika, ambayo iko tayari kukulaki juu mawinguni. Tunakualika Roho Mtakatifu, wewe uliye mwalimu mwaminifu, unayejua kuzifunua siri za ufalme. Karibu Roho Mtakatifu katikati yetu. Sema na kila mmoja, sema na kila nafsi ambaye imejihudhurisha mbele zako Bwana. Baba, umesema unatufundisha ili tuweze kupata faida. Najua hata leo iko faida umekusudia kwa ajili yangu. Iko faida umeiandaa kwa ajili ya mtoto wako anayekusikia leo, sawa sawa na ahadi yako. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amina. Tulikuwa tunapitia kitabu chetu cha Wakolosai. Tuliishia sura ya 2 mstari wa 17. Kama nakumbuka, kwa hiyo tutaendelea kidogo. Sura ya 2 mstari wa 18, tutaenda kidogo mpaka sura ya 3 mstari wa 4. Maandiko machache, sio mengi, nitasoma. Mtu asiwanyang'anye thawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe. Labda nianze wa 8 afu nirukie nje wa 18. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ulimwenguni, wala si kwa jinsi ya Kristo. Mstari 18, mtu asiwanyang'anye thawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu na kuabudu malaika, akijitia katika maono yake na kujivuna bure kwa akili zake za kimwili, wala hakishiki kichwa, ambacho kwa yeye mwili wote ukineemeshwa na kuungamanishwa kwa viungo na mishipa hukua kama atakavyo Mungu. Basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, kwa nini kujitia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? Msishike, msionje, msiguse. Mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa, hali mkifuata maagizo ya mafundisho ya wanadamu. Mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe, na katika kunyenyekea, na katika kuutawala mwili kwa ukali, lakini hayafai kitu kwa kuzizuia tamaa za mwili. Sura 3. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa
aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Na somo letu linasema wajibu wa kuyatafuta yaliyo juu. Wajibu wa kuyatafuta yaliyo juu. Wajibu wangu, wajibu wako, wajibu wa mtu aliyeokoka, anayesema nimeokoka na mpenda Yesu, anayesema na mpenda Mungu. Wajibu wake ni kuyatafuta yaliyo juu kwanza. Na Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, mengine mtazidishiwa kwa ziada. Kwanza ufalme wa mbinguni. Kwa mimi na wewe tunao wajibu wa kuyatafuta kwanza yaliyo juu kwanza. Mpendwa, pamoja na kichwa cha somo cha kuyatafuta yaliyo juu, yako mambo kama matatu tutakayoyaangalia, au maeneo kama matatu. Kwa hiyo na yenyewe tutaangalia madhara hasa yanaweza kutupata kama tukiongozwa na maono peke yake baada ya kuongozwa na neno. Ni madhara gani? Pia maelekezo ya kutogusa ama kuonja vitu au kubagua vyakula. Pia wajibu wa kuyafikiri yaliyo juu na kufunuliwa pamoja na Kristo. Moja kwa moja, neno la kwanza, madhara ya kuongozwa na maono, ambayo iko kwenye mstari wa 18 na 19. Mstari wa 18 na 19 anasema, nitaanza wa 8. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Mafundisho ya wanadamu wamepanga wenyewe, wanaleta kuyafundisha kanisani. Mstari 18 anasema, mtu asiwanyang'anye thawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu na kuabudu malaika, akijitia katika maono yake na kujivuna bure kwa akili zake za kimwili, wala hakishiki kichwa, ambacho kwa yeye mwili wote ukineemeshwa na kuungamanishwa kwa viungo na mishipa hukua kama atakavyo Mungu. Pendwa, nyakati za mwanzo za kanisa, kusoma nyaraka nyingi za Paulo, utaona kwamba kulizuka mafundisho mengi ya uongo. Ndio kwa tatizo. Baada kwa mtumishi wa Mungu ameanzisha kanisa, akaweka viongozi, akaondoka, adui na yeye alileta mafundisho yake ili kuwatoa kwenye mstari wafuate ya wanadamu baada ya kufuata ya Mungu. Ndio maana Paulo anawakumbusha Wakolosai juu ya mafundisho hayo. Kwa hiyo hawa watu walijikita sana kwenye maono, wakajifanya wana maono makubwa, wakataka kuongozwa na maono kuliko neno la Mungu. Wakafika mara hawasikilizi mafundisho ya viongozi wao, ni maono, ni ndoto, ndio ukawa msimamo wao. Ikawa shida. Mtumishi wa Mungu Paulo akaandika ili awarejeshe au atawadharishe au Wakolosai wasije wakafika mara wakapotea, kwa sababu wale watu ambao walijivuna wakajiona wao ni wa kiroho sana kuliko wengine. Mbona hata leo watu wanajivuna, waonaji kwenye makanisa wanaibuka, wanaleta mafundisho yao ya ujanja. Kwa mtu usipokuwa makini utashangaa umepotea. Atakuletea mafundisho, kama hujui neno la Mungu utajiona ni mwenye dhambi na unatakiwa utubu. Kama hujui neno, ataleta mafundisho ya ujanja mpaka unaweza kupotea. Na wapo wapendwa ambao wameshapotea mpaka tunavyoongea hivi, kwa sababu mafundisho ya ujanja kama watu walikuwa Kolosai. Kulazima ujifunze neno, ulifahamu,
ulijue kwa marefu na mapana, hata anapoibuka inakuwa ni rahisi kusalimika. Lakini usipojua neno, lazima utapotea. Watu wanajiita waonaji na kuwafanya watu wengine wavutwe na maono yao na kuwatoa kwenye mapenzi ya Mungu. Kama Mkristo unatakiwa uongozwe na neno la Mungu, si maono kwanza. Maono ni maono na neno la Mungu linabaki neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndio sauti ya Mungu ya kwanza. Si ndoto, si maono, hayo yanakuja baadaye. Tunatakiwa kuongozwa na neno la Mungu wakati wote, baada ya kufuata ndoto tu, kwa sababu sasa akaibuka mtu akatengeza ndoto yake, maono yake, au shetani akamletea maono naye akayabeba, yakaharibu kanisa. Kwa nini? Kwa sababu hakufuata neno, hakuangalia neno linasemaje, wakasimama kwenye maono peke yake, kumbe wako nje ya mapenzi ya Mungu. Ukisoma kitabu Zaburi 119 mstari wa 105, maandiko yanasema, Zaburi 119 mstari wa 105 anasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Si maono yako, neno lako. Kwanza neno. Hilo neno ukilifahamu ndio litakusaidia kupima maono ya mtu. Litakusaidia kupima ndoto ya mtu, ni ya Mungu, ni ya mwanadamu. Haiwezekana alishiba sana akaya na ndoto na ukapotea kwa sababu ya ndoto. Kwa lazima wakati wote utamani kuongozwa na neno la Mungu, lakini neno la Mungu litakuongozaje kama hujalijua? Utalitoa wapi? Ndio maana kuna umuhimu wa kujifunza neno la Mungu. Biblia inasema asomaye na afahamu. Ukisoma neno la Mungu ndio utaijua kweli. Watakao kuja kwa hila utawaleta kwenye neno, utawapima, utawaambia ndio nimekusikia, lakini msimamo wa neno la Mungu linasema hivi. Mawazo yako peleka kwingine, mimi nabaki na msimamo wa neno la Mungu peke yake. Baada ya kujifunza, yule mtu yoyote ambaye anakwepa kujifunza neno la Mungu kwa sababu zozote zile, anajiangamiza mwenyewe. Biblia inasema ukijua kweli, kweli itakuweka huru. Usipojua huru, manake sio mfungwa, sio mateka, mtu anayesimama na kujitegemea. Usipojua kweli, utakuwa mateka wa mafundisho ya uongo. Lazima tujifunze neno la Mungu wakati wote. Kila ndoto au maono lazima tuyapime kwenye neno la Mungu. Usikimbie kwenye ndoto, iwe ni ya kwako umeiota au amekuletea mwingine. Nenda kwenye neno la Mungu linasemaje. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu kuna ndoto au maono yanaletwa na shetani pia. Unaona ni ndoto, ni kweli. Unaona ni maono, ni kweli, lakini hajatoka kwa Mungu, yameletwa na shetani. Sasa ukiyabeba, hujabeba ya Mungu, umebeba shetani, tayari umepotea. Ukisoma Kumbukumbu la Torati 13, Kumbukumbu la Torati sura 13 mstari wa kwanza na watano, wa kwanza mpaka watano, afa na kusoma wa 8, mstari wa kwanza mpaka wa 5 anasema, kuzikuza katikati yako nabii au mwotaji wa ndoto, akikutolea ishara au ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia, akisema, na tuifuate miungu mingine usioijua, tuitumikie hiyo, wewe usiyasikilize maneno ya nabii yule. Mungu anajua wako manabii wanakuja na mawazo yao, wana ndoto ambazo ziko kinyume na neno la Mungu. Ndio maana ametutadhalisha kwenye kitabu cha Torati 13 mstari wa kwanza mpaka wa 5 kwamba nabii wa jinsi hiyo akikuletea ndoto hiyo ikakwambia tukamwabudu mungu mwingine ambaye si Mungu aliye hai, Biblia inasema usimsikilize.
wapo wanaodanganya. Anasema tembeeni kwa kumfuata Bwana Mungu wenu, mcheni na kushika maagizo yake na kuisikia sauti yake, nanyi mtumikieni na kushikamana naye. Sio ndoto. Mstari wa 8, usimkubalie wala usimsikize, wala jicho lako lisimuonee huruma mtu wa namna hiyo, anayekuletea ndoto zingine hizo kinyume na neno la Mungu. Anasema tukabudu miungu mingine, tufanye hiki na kile ambacho kinyume na neno la Mungu. Biblia inasema usimsikilize. Nilikuwa naona pasikia ushuhuda fulani miaka ya nyuma kidogo kwenye kanisa fulani. Ibada inaendelea, akaibuka mtu anatoa unabii kanisani. Nimeonyeshwa wakati mambo yanaendelea, kuanzia leo mke wa mzee fulani atakuwa mke mama fulani, hata kuanzia leo atakuwa mke wa fulani. Akabadilishana wanawake, olewe na ule, lakini ndoto ni maono kanisani, anatoa unabii kanisani. Biblia inasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Yeye anatoa unabii kwamba nimeonyesha kuanzia leo mama fulani mme wako atakuwa ni fulani, na wewe mme wako atakuwa ni fulani, na watu wakashangilia. Bwana wa majeshi asema hiyo ni kinyume na neno la Mungu. Mafundisho ya uongo lazima, Biblia inasema usimsikilize. Kama ujue maandiko umeshapotea. Wako watu waliokuwa wanampenda Kristo sana, watumishi wazuri, wanaendelea vizuri, lakini kwa sababu walimpa Ibilisi nafasi kwa kusikia mafundisho haya ya uongo, kufuata ndoto ambazo si za kimungu au maono ambayo si ya kimungu, sasa hivi ameshapotea. Sio watu wa Mungu tena. Ukikutana naye mtaani anavyosema vibaya habari za Ukristo mpaka utashangaa, lakini kwa sababu alifungua milango kwa Ibilisi akamtumia. Mpendwa, kwa sababu ya hatari ya mafundisho ya uongo kama hayo, ukiyatendea kazi ukaacha kuishika kweli, Biblia inasema ni sawasawa unanyang'anywa thawabu yako. Ulikuwa na thawabu, ulikuwa mtoto wa Mungu, unampenda Mungu, umelishika neno, lakini kwa sababu umeyapokea hai ya mafundisho ya uongo yanakutoa kwenye neno la Mungu, unapoteza thawabu yako. Ukisoma mstari wa 18 anasema unanyang'anywa thawabu yako. Labda tuurudie. Anasema mtu asinyang'anywe thawabu yenu. Mtu asiwanyang'anye thawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu. Si mapenzi ya Mungu, mapenzi yake mwenyewe. Ukiyanyenyekea yale, umenyang'anywa thawabu yako. Kwa nini? Umetoka nje ya mapenzi ya Mungu, umenyang'anywa thawabu yako. Hata ukisoma waraka wa pili wa Yohana, waraka wa pili wa Yohana, waraka wa pili wa Yohana mstari huwa ina sura moja, mstari wa 8 anasemaje? Jiangalieni nafsi zenu msiyapoteze mlioyatenda, bali mpokee thawabu timilifu. Usiyapoteze ulioyatenda. Umefanya mambo mazuri nyumbani mwa Bwana, umetumika kwa uaminifu, lakini ukishapokea mafundisho ya uongo, kwa sababu uko nje mapenzi ya Mungu, umepoteza ulioyatenda. Umenyang'anywa thawabu yako kwa sababu ya kusikiza hekima za kibinadamu za mtu. Ndio maana neno la Mungu linatukumbusha kwa umwangalifu sana. Kwa mpendo, neno la Mungu linasema tuyapuuze mafundisho namna hiyo. Kwenye andiko hili
la Wagalatia la Wakolosai 2:18 kuna tafsiri nyingine ya Biblia inasema translation for translators, inasema uyapuuze mafundisho namna hiyo, uyakatae, usiape nafasi, uyadharau, usiasikilize. Na miongoni mwa mafundisho walikuwa wanatoa watu, walikuwa wanawaambia hao Kolosai wafike mahali waabudu hata malaika. Wanawaambia waabudu malaika. Wanawatisha kwamba kwa sababu nyie amwabudu kama tunavyoabudu sisi, Mungu atawaadhibu. Kwa anawatisha ili waondoke kwenye mpango wa Mungu, wapotee. Ndio miongoni mwa mafundisho hayo. Hatuwezi kuabudu malaika. Malaika ni watumishi wetu, watutumikia. Ukienda kwenye Zaburi 91, Zaburi 91 kuna mstari pale. Zaburi 91, kitabu cha Zaburi 91, anasema hapo, kuna sehemu anasema atakutumia malaika wako. 11 anasema kwa kuwa atakuagizia malaika wake wakulinde katika njia zako zote. Sasa malaika anapewa kazi ya kukulinda afu kamwabudu. Wewe ushaona bodyguard wa rais? Bodyguard ndiye anayemheshimu rais, sio rais amheshimu. Bodyguard ananyenyekea kwa rais, sio rais anyenyekee kwa bodyguard. Mungu ameweka malaika wewe walete majibu kwako, alafu wewe ndio ende kuwaabudu kama Mungu. Anayeabudiwa ni Mungu peke yake. Basi ndio alikuwa mafundisho ya hawa wanaotishia Wakolosai ya watoe kwenye mapenzi ya Mungu. Ndio maana mtumishi wa Mungu Paulo akawakumbusha mapema kwamba muwe makini, msifate mafundisho hayo, yatawatoa kwenye mstari wa Mungu. Mpendwa, ziko njia nyingi ambazo wazitumia watu kama hawa zinazofungua mlango wa mtakatifu yoyote, hata mimi na wewe, kupokea mafundisho ya uongo au kutumiwa na Ibilisi kinyume na mapenzi ya Mungu. Nitataja kama 4 au 5. Zipo nyingi lakini nitataja kama 4 au 5. Ya kwanza ni kutaka kutumiwa na Mungu kwa njia iliyo tofauti na wengine wote. Yaani mtu mawazo yake akiwa kanisani, kanisa limejaa, yeye anachotamani atumiwe na Mungu kuliko mshirika wote kanisani pale, awe tofauti na wengine, kama karama ziwe kwake, akisema kiwe kwake, wengine wote wasiwe, yeye ndio awe peke yao kuliko wengine. Mtu wa namna hiyo anafungua mlango wa kutumwa na shetani kama kuwa mwangalifu. Ndio najua kuna andiko linasema 80 karama zilizo kuu, lakini lazima usinie makuu pia. Andiko linasema hivyo. Kwa usipokuwa mwangalifu kwenye hilo eneo, unakuta umeshapotea. Wanataka kile ambacho wote hawana wanacho wao. Ukifanya hivyo unampa nafasi shetani, anakutumia, anaweka vya kwake badala vya Roho Mtakatifu. Wengine hawaridhiki kuongozwa na Biblia. Hapana, anatamani maelekezo yanatokana na ndoto yake peke yake. Kuongoza neno la Mungu yeye sio tatizo, hataki hilo. Anataka ya kwake. Hataki kukosolewa kwamba ili hapana. Wanaleta jambo tunasema ili hapana haliwezi kumtukuza Mungu. Anatamani na kukimbia na kanisa. Anasema lile kanisa linavyoona aona upendo, anahamia kwingine. Akienda kwingine anakuta wanamsimama, anasema lile kanisa linavyoona hawajui kuomba, anahamia lingine. Anakaa pale, akienda kwa kataa, anasema lile kanisa hawajui kutoa sadaka, anahamia lingine. Kama hawajui toa wewe kwanza, wafundishe kwa matendo ili waone.
ama kanisa akukusaidii. Lazima mtu ubadilike ndani mpaka nje, na Mungu ajue kwamba kweli mwanangu amebadilika. Kukimbia akusaidii. Shetani huwezi kumkimbia kimwili. Utaama kanisa, utaenda kanisa lingine, kwa sababu hujabadilika ndani, shetani atakuandama, atakutumia. Utaama mkoa mwingine, kwa hujabadilika ndani ya roho yako, shetani atakuandama, atakutumia. Lazima ubadilishwe. Ukishatengenezwa na Kristo, ukawa na roho mpya, moyo wa nyama, uko tayari kwa ajili ya kumtukuza Mungu, lakini sio kukimbia kanisa. Sasa watu wanataka waonekane wewe ndio wenye karama nyingi. Utasoma mwenyewe au kuja tusome? Utasoma Ezekiel 13:7. Mimi nitasoma Warumi 12:3. Ukiwa nyumbani utasoma tu Warumi 12:3. Anasema, kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia. Asinie makuu. Ukinia makuu inakuwa ni tatizo. Hataki kukosolewa na kiongozi na kuwa mkaidi. Sasa baada kwa eneo la kwanza, madhara yanaweza kuwapata watu au Wakristo waliookoka endapo watapenda kuongozwa na maono peke yake badala ya neno la Mungu. Tuangalie eneo lingine, maagizo yao waliokuwa wanatoa ya msishike, msionje wala msiguse. Msishike, msionje wala msiguse, miongoni mwa agizo au mafundisho walikuwa wanayatoa, ambayo iko mstari wa 20 mpaka 23. Anasema, basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, kwa nini kujitia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? Msishike, msionje, msiguse. Mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa, hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Mambo hayo yaonekana kana kwamba yana hekima, kana kwamba yana hekima, kumbe hayana hekima. Kwa mbali, kwa haraka ukimsikiliza mafundisho yake, unaona kwamba kweli kuna hekima ya Mungu ndani, kana kwamba yana hekima, kumbe hayana hekima. Mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya kibinadamu mliojitungia wenyewe, na katika kunyenyekea, na katika kuutawala mwili kwa ukali, lakini hayafai kitu kwa kuzizuia tamaa za mwili. Pendwa, kama utakumbuka, kama mwanafunzi mzuri wa Biblia, wakati wa Agano la Kale, sheria zilizokuwepo, kuna hata nyama au mnyama ilikuwa sharti sio kula tu, hata kwenda kugusa ile nyama ilikuwa ni kosa, kwa mujibu wa sheria za Torati ya Musa. Sasa na mtu ulitakiwa utekeleze vile vile, kwa ungehukumiwa kwa kutoitekeleza. Ukisoma Walawi 22 mstari 5 mpaka 6. Sasa pamoja na ukali huu wa sheria hizi za Musa na adhabu iliyokuwepo, lakini bado watu walizivunja. Si wote walizitimiza, kwa sababu zilikuwa ni ngumu. Sasa sheria peke yake hazitoshi mpaka ziandikwe kwenye moyo wa mwanadamu. Ndio maana kikaja kipindi cha neema.
Na sheria hizi zilikuwa zinatuandaa kutoka kwenye ukali wa sheria, kutoka kwenye amri tuje kwenye kipindi cha neema. Zilikuwa zinamwandaa Kristo haje. Baada ya kuja, sheria nyingi, taratibu nyingi za sadaka na kadhalika zilifikia mwisho. Ndio Yesu akasema, sikuja kutengua torati bali kuitimiliza, kuikamilisha. Muda wake ikawa ni mwisho. Kwa hiyo ndio maana neno la Mungu linasema baada ya kuja Kristo, sasa sheria zinatakiwa zikae kwenye moyo wa mwanadamu. Ndio maana mtu ambaye dhamiri yake ndio sheria iko hapo, unaiba, unasema dhamiri inakuambia kwamba hiki sio kizuri. Umefanya tendo lolote lile baya, dhamiri kwenye moyo wake inakwambia hiki si sahihi. Kwa nini? Sheria imeandikwa kwenye moyo wako. Na sheria ikishaandikwa kwenye moyo wako, utekelezaji wake inakuwa nyepesi, kwa sababu ni moyo ndio unafanya maamuzi, iko ndani ya moyo wako. Ukisoma Waebrania 8:9, Waebrania, kitabu cha Waebrania sura ya 8 sura 8 mstari wa 9 na wa 10, maandiko yanasema, halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao katika siku zile nilipowashika mikono yao niwatoe katika nchi ya Misri, kwa sababu hawakudumu katika agano langu, mimi nami sikuwajali, asema Bwana. Mstari wa 10 hapo unasemaje? Maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitawapa sheria zangu katika fikira zao, na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa wangu. Sheria inahamia kwenye moyo tena, sio kwenye makaratasi kama za Musa. Kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Kwa kule kusema agano jipya, amelifanya lile la kwanza kuwa kuu, lakini kitu kianzacho kuwa kikuu na kuchakaa kiko karibu kutoweka. Ndio ikawa mwisho, kuja kwa Kristo ndikawa mwisho wa Torati. Sheria sasa ziko kwenye mioyo yetu. Dhamiri yako inasema hiki ni sawa, hiki si sawa. Kwa mtu anapotubu dhambi zake na kusamehewa na kutolewa kwenye uchafu wa kila namna, ndipo sheria inaandikwa kwenye moyo wake. Anaposema kuanzia leo nampokea Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, sheria ya Kristo inahamia kwenye moyo wake. Anaanza kujua hiki ni sahihi, hiki si sahihi. Ingawa wengine bado wanafanya pamoja na kujua, lakini dhamiri yake inamuongoza. Kwa wale watuko chini ya sheria, ili amsiguse kuonja chakula fulani fulani, hapana. Hiyo ilishaondolewa. Vyakula vyote tunakula kama kawaida, hatuna masharti. Kwa hiyo wewe labda kama kina kudhuru kiafya, kama hakina shida kiafya, hiyo Kristo alimaliza yote Kalivari. Bwana asifiwe sana. Huna sababu ya kubagua chakula. Kama una allergy, hayo ni mambo mengine, lakini yenyewe tunaweza kukuombea ukala. Una allergy, uli samaki, uli mayai, uli nini, njoo piga magoti hapa, ali tunamwambia kwa heri, na yeye anatii, anaondoka. Tumepewa mamlaka. Nilikuwa na binti moja nakaa mkoa fulani, wakati niko mkoa fulani, mtoto wa dadangu
kaa naye mwanzoni, kwa alikuwa hali nyama hali nini, wote wawili, samaki nyama. Nikamwambia mlikofika hapa mimi hakuna chobagua, labda misumari ndio siri. Kwa hiyo kuanzia leo mimi nawaombea, samaki wewe utakula na wewe nyama utakula, hakuna cha kuumwa tumbo kuanzia leo. Tukamalizana mpaka leo wanakula. Kwa hiyo hatubagui, ni wewe kuchukua hatua, kuamua kwamba hili kuanzia leo biashara imekwisha. Ukishadhamiria kwako, tunaweka mkono, Bwana anafanya mambo, hakuna kubagua chakula. Hayo msiguse, msionje, msishike. Hayo yaliishia pale Kalvari. Kristo alimaliza akasema imekwisha. Kuona wewe kwako hiyo imekwisha. Kama kuna vyakula unabagua leo, sema mchungaji, tunamaliza hapa pa leo, hakuna kesho, leo hapa. Sasa tukaangalia jingine lingine, wajibu wa kuyatafuta yaliyo juu. Wajibu wangu au wa kwako wa kuyatafuta yaliyo juu, ambao ni sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 4. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko, sio ya duniani. Kristo yuko juu, yatafuteni ya juu. Ndilo agizo la Mungu, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko. Ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu, yafikirini yaliyo juu. Anarudia tena, yafikirini yaliyo juu. Unayatafuta yaliyo juu, unayafikiri yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Yatafuteni yaliyo juu, yafikirini yaliyo juu. Mpendwa, vitu vyote vinavyoonekana leo kwa macho vinapendeza, vinavutia, vinafurahisha, hivyo vyote ni vya muda, ni vya muda. Visivyoonekana kwa macho, hivyo ndivyo vya milele. Visivyoonekana kwa macho ya damu na nyama, hivyo ndivyo vya milele. Ndio maana neno la Mungu limetukumbusha kwamba tuyatafute yaliyo juu aliko Kristo. Tuyafikirie yaliyo juu kwanza. Tunapaswa kuthamini au kupima na kufikiria kila kitu katika mtazamo wa umilele na wa mbinguni. Kila jambo uliangalia, hili na umilele, lina faida ya leo na kesho, au linaishia leo? Unapima kwa malengo, na ufuatiliaji wetu uwe ni katika kutafuta mambo ya kiroho kwanza, yaliyo ya Mungu kwanza. Tukisoma Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 18. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 18, maandiko yanasema, tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Ndio maana na Kristo akasema, tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, haya mengine mtazidishiwa. Alijua ni ya muda tu tutapewa, lakini ni hapa ya muda fulani. Baada ya hapo haunayo tena, hayakusaidii tena. Mpendwa, pamoja na uzuri wa pesa kwenye ulimwengu, ni kweli ni nzuri, na Biblia inasema pesa ni jawabu la mambo yote. Ni kweli. Huwezi kuvaa shati bila pesa, huwezi kununua kiatu bila pesa. Ni kweli, ni nzuri. Kuwa na kazi nzuri, ni kweli. Ukawa rais, ukawa waziri, ukawa nani ya hapa duniani,
ili kuwa na maisha mazuri. Pia mambo ya duniani ni mambo mazuri, ukawa na nyumba nzuri, nyumba ya kifahari, gari ya kifahari, ukawa na mke, ukawa na watoto, ni kweli mambo mazuri, si dhambi kuwa nayo, lakini hatupaswi kuyaweka moyoni mwetu wakati wote. Hayapaswi kututoa kwenye mapenzi ya Mungu. Mtu mmoja amekaa kanisani, binti asema miaka niliyokaa yatosha, ngoja nikajaribu na huko nje. Akaacha wokovu, ile kutoka tu alikoanza akabeba ukimwi, akapotea. Anasema yafikirini yaliyo juu. Haya, kukaa binti hujapata mchumba miaka, usilinganishe na thamani ya wokovu. Wokovu wako ni wa maisha ya milele. Hizi roho ziko ndani ya mwili. Mume unaye ni kwa ajili ya mwili, mke unaye ni kwa ajili ya mwili, kazi ni kwa ajili ya mwili, gauni nzuri ni kwa ajili ya mwili, kiatu kwa ajili ya mwili. Baada ya hapo, yule mtu atakapohama akatoka kwenye mwili wake huo, anakutana na umilele. Unaenda upande gani? Wa Mungu au unaenda jehanamu? Ndio maana Roho Mtakatifu anatukumbusha kwamba tuyatafute yaliyo juu, tuyafikirie yaliyo juu. Kutafuta kwetu kwa haya leo lazima tuende kwa uangalifu mkubwa. Lolote la sasa lisitutoe kwenye maisha ya umilele. Tukishajua hilo, tutaenda kwa uangalifu, tutaenda kwa tahadhari, tutakuwa tunaangalia neno linasemaje. Je, hapa huyu mume amesema hiki ni sahihi? Baba amesema hiki ni sahihi? Kama si sawa, unamwambia ni kweli, wewe ni mzazi wangu, kwenye hili lazima tukubali kutofautiana. Neno la Mungu limesema hivi, wewe unasema hivi. Biblia inasema tumtii Mungu kuliko wanadamu. Kwenye hili wewe ni baba yangu, lakini hili siwezi kukubali. Kwenye hili wewe ni mme, wewe ni mke, lakini kwa sababu ya andiko linasema hivi, bora tuachane, lakini nibaki na Kristo. Mume ni kwa mwili, mke ni kwa mwili, mzazi ni wa leo na kesho, lakini Mungu ni wa milele. Tuyafikiri yaliyo juu, tuyatafute yaliyo juu, Kristo aliko. Kwa kukosa mme au mke, kukosa gari la kifahari, kukosa nyumba ya kifahari, kukosa cheo, kukosa hiki na kile, yasitoe kwenye pendo la Kristo wakati wote. Ni mazuri, yanafaa, lakini tukiyalinganisha, tukayapima kwenye wokovu, wokovu ni bora kuliko hayo. Tusipofanya hivyo, tutajuta siku ya mwisho. Kuna mtu mmoja alipewa habari za wokovu, akakimbia, akaona pesa, ana pesa nyingi, ni tajiri. Wewe utaniambia nini? Unanihubiria habari za Kristo, unaletea umaskini kwenye nyumba yangu. Utaniambia nitabarikiwa nini wakati ninachotaka natumia? Wewe unaniambia nikiokoka nitakutana na baraka, wakati mimi nakula kuliko unachokula wewe. Nyumba yangu ya kifahari, gari langu la kifahari, ninaenda Ulaya kila siku. Utaniambia nini mpendwa? Nina kabati, nguo zimejaa kabati 4 5, wewe una nguo 3. Utaniambia Mungu anabariki kwa lipi? Kwa sababu ana mali. Siku ameondoka duniani, ndipo akajua alichohubiriwa na mtakatifu, akakumbuka. Akamwambia, kawaambie ndugu zangu kule,
yaliyoko huku, maana wasipobadilika wakaishi kama nilivyokuwa naishi, yatawakuta nilionayo. Nabii akasema kule kuna Musa na manabii. Wasipowasikiliza hao, hata nikitoa mtu huku akaenda kule, hawatabadilika. Akajuta kwa sababu aliangalia yanayoisha, aliangalia ya duniani, hakuangalia yaliyo juu. Tazama yaliyo juu, mpendwa, yafikiri yaliyo juu, maana siku unaweza kukumbuka habari za ujumbe wa leo ukasema, ningejua alichoniambia mchungaji akanikumbusha habari za mafundisho wa Kolosai, ningebadilika. Lakini muda umesha kwisha, umeshavuka mstari, huwezi kurudi tena. Yule tajiri akajuta. Na mtu yoyote, iwe ni mchungaji, iwe ni mzee wa kanisa, iwe ni kiongozi wa mama yoyote ambaye anasema nampenda Yesu, asipoyaangalia yaliyo juu, atakutana majuto kama yule tajiri. Twende Luka 16. Luka 16 mstari wa 19. Ni maandiko mengi. 19, Luka 16 mstari wa 19 mpaka 31. Akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi zambarau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Anakula anachotaka, mpendwa, akisema naweka nyama, naweka samaki, naweka hiki, anakula kwa anasa. Akaona dunia ni ya kwake, maisha ni haya. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza yule tajiri. Hata mbwa walikuwa wakija na kumramba vidonda vyake kwa sababu ya umaskini. Lakini Lazaro hakuangalia umaskini aliokuwa nao. Yeye siku zote aliyafikiri yaliyo juu, aliyatamani yaliyo juu, aliyatafuta yaliyo juu. Akajua haya, umaskini huu, mateso haya ni ya muda, yako maisha baada ya hapa. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Abrahamu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Abrahamu kwa mbali na Lazaro kifuani kwake. Akasema, baba Abrahamu, nihurumie, umtume Lazaro achove ncha ya kidole chake majini, aupoze ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Abrahamu akasema, mwanangu, kumbuka kwamba wewe uliyapokea mambo yako mema katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yuko hapa anafarijiwa, na wewe unateseka. Ndiyo tofauti. Tukiwa hapa kwenye dunia hii, tunapohubiriwa wanatuona hakuna tofauti. Unasema Yesu anaokoa, kuna hatari, kuna iki. Hiyo hatari mbona haionekani? Mpaka watu wameweka usemi mtaani. Ukisema unakuwa sema umekuwa kama Yesu, maana wanadhihaki. Umekuwa kama Yesu, alisema atakuja, hajaonekana mpaka leo, wanadharau. Yumkini hata waliokoka wana kauli hizo, kauli za kashfa kwa Mungu. Abrahamu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo yako mema katika maisha yako, na Lazaro vivyo hivyo alipata mabaya, na sasa yeye yuko hapa anafarijiwa, na wewe unateseka. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na nyinyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, na ili wale wanaotaka kutoka huku kwenda kwenu wasiweze,
wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Abrahamu akasema, wanao Musa na manabii, na wawasikilize wao. Akasema, la, baba Abrahamu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu, watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii, hawatashawishika hata mtu akifufuka katika wafu. Ikawa mwisho wa hadithi. Tajiri akajuta. Raha za dunia, starehe za dunia, anasa za dunia zikasababisha akaingia kwenye majuto ya milele. Aliyatafuta yaliyoko duniani, hakuyafikiria yaliyo juu. Hilo linatupa eneo letu la mwisho, kufunuliwa pamoja na Yesu. Kufunuliwa pamoja na Yesu. Mstari wa 4. Kristo atakapofunuliwa, aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Mpendwa, neno kufunuliwa kwa haraka haraka ni kinyume cha kufichika. Ukiwa umefunika jambo, liko umelificha. Unapofunua, umefichua. Ndicho kinachoongelewa hapa. Sasa sisi tuliookoka, utukufu wetu umefichika kwa kiwango kikubwa. Utukufu wetu tulio nao umefichika kwa watu, hawaelewi, hawauoni. Ndio maana ukiwashuhudia habari za uokovu, wanadharau. Wengine wanatukana, wengine wanasema ukiokoka, wanasema maisha yamekushinda, ndio maana ukaamua kuokoka. Wanaona uokovu wanaofanisha na umaskini, kwamba huyu alikuwa na mali, sasa mali imekwisha, akaamua kuokoka. Hawaoni thamani kwenye maisha ya wokovu hawa wa dunia. Kwa nini? Kwa sababu thamani ya wokovu, utukufu unaowasubiri watakatifu kwa sasa hauonekani, maana umefichwa, haujafunuliwa. Lakini siku ukifunuliwa, tukiwa pamoja na Kristo, ndipo na wewe utakapojua. Yumkini wapo watakatifu leo wako makanisani na wao hawajajua itakavyokuwa. Wanafika mara wanajidharau. Wewe ni mtu wa thamani mbele za Mungu, una sababu ya kujidharau. Huko utukufu wako unakusubiri, hiko heshima kubwa inakusubiri kwa ajili yako. Kristo asingepoteza maisha pale msalabani, akapigwa akaaibika, ni kwa sababu ya kwako na mimi. Hiko heshima mbele yako, huko utukufu mbele yako. Kwa sasa umefichwa, kwa sasa hauonekani, haujadhihirishwa, lakini siku ukidhihirika, mpendwa, utafurahi, utashangilia. Ipo utukufu kwa ajili yako. Mpendwa, tutafunua pamoja na Kristo. Utashangaa siku hiyo. Labda tusome andiko moja au mawili. Yohana wa kwanza waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Nasema, tazama ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu. Mungu amekupenda, amekuheshimu mpaka unaitwa mwanaye. Na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui, kwa kuwa
haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa. Haijadhihirika, haijajulikana, haijawa wazi tutakavyokuwa. Lakini anasema, lakini tunajua kuwa atakavyodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Na anasema kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Huyu anayejua utukufu unaomsubiri, huyu anataka kudhihirishwa na Kristo, Biblia inasema hujitakasa ili awe mtakatifu kama Kristo alivyo mtakatifu. Watu wa dunia hawajajua, wanakuwa ni mtu wa kawaida, watakusema sana, watakudharau, lakini ipo siku watakuja kujua, kama yule tajiri alipopambanishwa na Lazaro mbele za Mungu, akajua kumbe Lazaro nilimdharau, nikamwona maskini, yeye ni wakula makombo ambao nabakisha nitupe jararani niwape mbwa, ndio na Lazaro anakula hayo, lakini sasa yuko kwenye raha, anafurahi. Yeye akaambulia majuto. Kwa sababu gani? Haijadhihirika itakavyokuwa. Kwa sababu gani? Hakujua thamani ya wokovu. Ndivyo na Wakristo wengi hawajui yanayowasubiri, hawajui utukufu ulioko mbele yao. Wangejua, hakuna ambaye angecheza na wokovu, hakuna ambaye angecheza na wokovu. Kila Mkristo angesimama kwa uthabiti, akajitunza, kama ndivyo vinavyosema kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura 3 mstari wa 3. Nasema mtu wa namna hiyo, mwenye tumaini la namna hiyo, hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Na Mungu wa mbinguni akubariki, mwana wa Mungu.